Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. E Mungu, kwa njia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, uliangamiza mauti, urithi wa dhambi ya kale iliyokuwa ikitawala vizazi vyote vya binadamu. Utujalie ili kwa kufananishwa naye, kama tulivyoichukua sura ya mtu wa udongo kutokana na maumbile, kadhalika tuichukue sura ya mtu wa mbinguni kwa kutakatifuzwa na neema, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Somo la kitabu cha nabii Isaya, sura ya 52 aya ya 13 hadi sura ya 53 aya ya 12. Tazama, mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Kama vile wengi walivyostaajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yoyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Ndivyo atakavyowasutusha mataifa mengi, wafalme watamfumbia vinywa vyao, maana mambo wasioambiwa watayaona, na mambo wasiosikia watayafahamu. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa na nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye ana umbo wala uzuri, na tumuonapo ana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu umficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu na amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana-kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake. Maana hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana alidhihirika kumchubua, amemhuzunisha, atakapoyafanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona wazao na taabu ya nafsi yake na kudhihirika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kwa sababu alimwaga nafsi yake, atakufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Neno la Bwana.